Na wakati huu tunajiunga na mchambuzi mtathmini hodari na mahiri wa kabumbu, na pana shaka nisimuelezee sana. Leonard Msikula, karibu sana. Mambo ni vipi? Mambo yako poa? Shwari. Shwari kabisa. Mimi nikikuona hapa nakumbuka tu Aprili 5 kile ambacho kitatokea jijini Dar es Salaam. Wanasema kwamba ni Azam Complex. Yes, yeah. Itakuwa Mzizima Derby. Simba Sports Club watakuwa wageni wa Azam FC. Umekuja na dondoo kuelekea mchezo huo. Uwanja ni wako na tunakutazama, tutakuuliza kama tuna kitu cha kukuuliza. Karibu sana. Yes, hakika mambo ni mengi sana kwenye mchezo wa Mzizima Derby, wakati ambao tunausubiria kwa hamu kweli mchezo wa Aprili 5 mwaka huu. Azam yuko nyumbani baada ya kuichapa Simba Disemba 7 mwaka jana mabao 2-0. Tutaweza kuona kipi ambacho Simba anaweza kufanya kwenye mchezo wa duru ya pili. Sasa siku ya leo dondoo ambazo nimekuandalia ni rekodi mbalimbali ambazo zimechomoza kwenye Mzizima Derby toka mwaka 2017 mpaka mwaka 2025, kuweza kuona nyota ambao wameingia kwenye rekodi tofauti kwenye hii michezo ya Mzizima Derby. Sasa nikwambie tu kwamba kwenye Mzizima Derby wapo nyota wawili ambao wamekosa mikwaju ya penalti katika dakika 90 za mchezo kuanzia mwaka 2017. Nyota hao ni wawili, na mmoja anatokea Azam na mmoja anatokea Simba. Tuweze kuona kile ambacho kimekwenda kutokea. Kwanza kabisa yupo anaitwa mmoja anaitwa Rally Bwalia. Alikosa penalti katika mchezo ambao Simba Sports Club walipata ushindi mabao 2-1. Tuweze kuona kile ambacho kilitokea. Rally Bwalia amecheza mlinda mlango Ahmed Ali Suleiman Salula. Hero of the moment. Ameshika kichwa. Hassan Dilunga anakuwa shujaa katika dakika ya 15 ya mchezo. Ahmed Ali Suleiman Salula. Simba wanapoteza nafasi ya kuongoza katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Alikwenda mahala ambapo Rally Bwalia alichagua kupiga na akauchi. Anakokotoa, anavuta pumzi. Faisal Salum Abdallah imekula chuma na imerejea tena uwanjani. Nathaniel Chilambo, lakini Faisal Salum Abdallah anakuwa na kumbukumbu mbaya. Ni goli hili la kaskazini ndio goli ambalo katika dabi ya Mzizima Msikula, na nilikuwa kitazama ile penalty ya Rally Bwalia kanikumbusha finali ya AFCON, jinsi ambavyo Diaz alipiga ile penalty akafanya tu hivyo akaendelea na mambo yake. Hii hapa penalty nilikumbusha huko. Naam, yes, yani wachezaji wawili kwenye rekodi ya Mzizima Derby kosa mkwaju wa penalti toka mwaka 2017 mpaka mwaka 2025. Katika rekodi na kumbukumbu wamenaswa nyota hao wawili ambao wamekosa penalti kwenye Mzizima Derby. Tumeweza kumuona Rally Bwalia, nyota wa zamani wa Simba, ambaye alikosa penalti ilikuwa mechi ya Januari mosi mwaka 2022, lakini pia kikosa mkwaju wa penalti nyota Faisal Salum Fei Toto. Kwa hao ndio nyota ambao wanakumbukwa kukosa mkwaju wa penalti katika mchezo wa Mzizima Derby kuanzia mwaka 2017 mpaka mwaka 2025. Tuweze kuona baadaye pengine mechi ya Aprili 5 itakuwaje, kama kuna mtu naye anaweza kanaswa akakosa huo mkwaju wa penalti. Baada ya hapo nikwambie tu kwamba katika michezo ya Mzizima Derby kumekuwa na nyakati tofauti, hasa katika mwanzoni kabisa wa mchezo. Wapo nyota ambao wamefanikiwa kufunga bao dakika za mapema kabisa. Wakati mechi tu inaanza kuna bao limepatikana. Kama ufahamu basi nakujuza kwamba yupo nyota mmoja anaitwa Prince Dube. Ni nyota ambaye ana rekodi ya kufunga bao la mapema zaidi kwenye mchezo wa Mzizima Derby. Katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, Simba dhidi ya Azam Football Club, shots la awalani. Haya, Prince Dube! Sangofo! Hello. Dube zilipigwa pasi mbili tu, hiyo ni pasi ya tatu kwa Akamiko. Akamwangalia Prince Mpumelelo Dube akaenda kumalizia pasi ya 4 katika kamba zile za Simba. Bao la kushtukiza, bao Prince Dube ambaye alifunga bao ilikuwa ni sekunde ya 15 hivi. Bao likapatikana mapema kabisa wa mchezo wakati Simba wakiweza kutanguliwa na kikosi Azam FC. Lakini yupo nyota mwingine wa Azam FC ambaye pia alikaribia hivi kuifikia rekodi, lakini muda ulikuwa umesogea kidogo. Anaitwa Jibril Sila, alifunga bao dakika ya kwanza ya mchezo. Tuweze kuona hatari. Umiliki kwa Azam, mali imewekwa pembeni. Idi Naldo amejaza ndani katika nafasi. Sila akataliwa. Sila!
Mambo yakawa hivyo bwana. Mambo yakawa hivyo. Kwa picha hii tu ambayo umeweza kuiona Golugano Makalobo, Rashid Hamis kuna picha tofauti inajionyesha hapa, ni kwamba katika kumbukumbu na rekodi za Mzizima Dabi, Azam FC ndio ambao wanaingia wakiwa na kumbukumbu imara na bora zaidi kwenye kupata mabao dakika za mapema kabisa mwa mchezo. Tukishuhudia mabao mawili, bao la kwanza akifunga Prince Dube ilikuwa sekunde 15, lakini pia Najibu Isila akifunga bao dakika ya kwanza ya mchezo. Yes, kwa hiyo unaweza kupata picha kwamba Azam wanaingia kwenye Mzizima Dabi wakiwa na kumbukumbu nzuri ya kupata mabao kwenye dakika za mapema kabisa mwa mchezo. Baada ya hapo sasa, Golugano Makalobo, ni kuambie tu kwamba wapo nyota wengine ambao wameingia kwenye vitabu vya Mzizima Dabi kwenye kufunga mabao ama kufunga goli dakika za mwisho, dakika za jioni zile kabisa, ama dakika za usiku wa manane, ama dakika ambazo zile Pascal Everest Kabongo, ndio, ama dakika zile ambazo watoto wamelala. Lipo bao dakika za mwishoni kabisa, ama unaweza kusema dakika zile za majeruhi kabisa, dakika ambazo lama pengine za nyongeza 90 zimekamilika. Sasa maamuzi anakwenda kuongeza dakika ili aweze kutamatisha mchezo. Lipo bao kwenye Mzizima Dabi, na bao hili limefungwa na Clatous Chota Chama, Azam na Simba pale CCM Kirumba. Tuweze kuliona bao la Chama. Mohamed Mustafa anaambiwa karibu sana Mwanza, anaambia Interquise. Mohamed Mustafa anaambiwa karibu sana Mwanza, anaambia Interquise. Mohamed Mustafa uwanja wa CCM Kirumba Mwanza, mchezo wa Mzizima Dabi, na Azam waliutumia kama uwanja nyumbani. Yes, yeah. Ilikuwa ni free kick, Chama aliipiga katumbukia kwenye sita pale moja kwa moja, ikawa ni bao jingine ambalo kama unavyosema bao lilopatikana katika zile dakika za bado sekunde kadhaa, kila mtu afungashe kilicho chake. Hakika. Yes, baada hapa tuweze kuona bao moja ambalo limejitokeza kwenye bao la kujifunga. Yupo nyota ambaye amejifunga goli katika mchezo wa Mzizima Dabi, na huyu anaitwa Abdalla Sebo. Kama utakumbuka mchezo ambao Azam alitangulia, lakini Simba wakarejea mchezo dakika za mwishoni kabisa, lakini kwa bao la kujifunga la Abdalla Sebo akiwa na Azam FC. Muzamilu Yasin, Kennedy Wilson Juma, Mohamed Hussein jaribu kuweka cross ndani huko, Kibudani tena bao! Kipenzi cha wana wa Msimbazi, tazama, ilikwenda kuwekwa na Kennedy Wilson Juma. Pango ikawa namna hiyo. Leonard Usikula kwenye rekodi na kumbukumbu kwenye Mzizima Dabi toka mwaka 2017 18 mpaka msimu mwaka 2024-25, na tumeshuhudia bao moja la kujifunga. Bao moja tu la kujifunga. Na amejifunga Abdalla Sebo akiwa na kikosi cha Azam FC baada ya cross. Sasa hivi Sebo yuko Pamba, Singida Black Stars. Ameenda Singida Black Stars. Okay. Hiyo ndio kumbukumbu ambayo pia imenaswa kwenye Mzizima Dabi, lakini baada ya hapo nikwambie tu kwamba katika historia na kumbukumbu za mchezo wa Mzizima Dabi, sasa hii ni toka mwaka 2008 hadi mwaka 2025, ni mchezo mmoja ndio ambao ulizalisha mabao mengi zaidi katika mchezo wa Mzizima Dabi, mechi ambayo Azam walikubali kipondo cha mabao 3-2, mechi ambayo ilihusisha magoli 5, 2 kwa Azam na 3 kwa Simba Sport. Tuweze kuona jinsi ambavyo magoli yalivyokuwa kufungwa katika mchezo wa Mzizima Dabi, Simba wakipata ushindi mabao 3-2 mbele ya Azam, ikiwa ndio mchezo pekee ambao umehusisha mabao mengi zaidi kwenye mchezo wa Mzizima Dabi. Idi Selemani, Idi Nado, weka maji ndani kule katika nafasi mpira umeshatua. Never Tegere, never again. Azam Football Club wanaolambisha hapa juisi ya ukwaju Simba Sports Club. Simba inalamba ukwaju kweli. Shanza kona, Chama sasa anapiga kibao kile, bila umeshatumbukia. Oh yes, 1-1. Bamba Uraza Kiabarora amebaki kutoa macho, yule ni Erasto Edward Nyoni, anawaua ndugu zake waajiri wake wa zamani. Amekosa pale, acha tuone Simba wananyatia Simba hao. Anakiwa katika nafasi nzuri sasa, weka ndani kule mbili. Teo Kanda amenyatia na hatimaye wanakula nyama ya Azam. Anaweka bao zuri kabisa baada ya kufanyika kosa na Graham Ruiz. To boy Idi Selemani, Dinaldo, good turn.
Idi Nado anapenyeza ile kwa mtafuta Shabani Idi Chilunda. Kwenye control, Chilunda anapenyeza mpira kule. Mbili. Idi Selemani Idi Nado ana level uwanja ambao liinama hivi kidogo, anapiga shuti moja la chini linatamana kwenda kumkumbatia kocha wake Aristika Sioaba. Sikula draw ya 2-2 katika mchezo huo, na ndo moja kati ya mechi ambazo Simba walishinda magoli 3-1. Na bao la mwisho ndo hili la Medi Kagere alifunga bao la 3 kwa upande wa Simba, na Simba wakavuna alama zote 3 za mchezo huu, na bao la mwisho likifungwa na Medi Kagere. Kwa hiyo unaweza kukumbuka kwamba katika ubao wa matokeo kwa upande wa Simba waliingia kambani Elasto Nyoni, lakini pia Deo Kanda na Medi Kagere ambao walipachika mabao 3 kwa upande wa Simba, lakini Neva Tigere na Idi Nado mabao 2 kwa upande wa Azam FC. Kwa hiyo hichi ndicho ambacho umeweza kukishuhudia katika mchezo pekee ambao umeshuhudia magoli 5 kwenye mchezo mmoja ndani ya Mzizima Dabi katika kumbukumbu na rekodi za mchezo huo. Kwa hivyo tusubiri kuona Aprili 5 mambo yatakuwaje katika mchezo ambao utapigwa pale Azam Complex Chamazi, mechi ambayo utaishuhudia mubashara kupitia Azam Sports 1 HD. Je, tutashuhudia kalame mabao ama ndo vile ngoma ngumu? Manake kuna muda mechi ya Mzima Oge inakasa kidogo, kila moja imekuwa kifunga ukuta wake sawa. Kwa hicho ndicho ambacho nimeweza kuandalia siku ya leo katika upande wa dondoo katika mchezo huu wa Mzizima Dabi, Azam FC dhidi ya Simba Sports Club. Msikula, mimi najali zaidi muda wako na majukumu ulionayo. Asante sana. Tusitumie vibaya. Asante. Manake tukiendelea kupotezea muda hapa manake ni matumizi mabaya kwako, lakini nikutakie utendaji mwema majukumu mengine ambayo nayo. Asante sana mzee wa nini hii unahitaji? Ngoja kwanza, hii unahitaji? Hebu rudi hapo. Unaita ndoano nyavu? Zaidi. Unafanya uvuvi? Sawa bwana, kila laheri.